Haleluya, Bwana apewe sifa. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kujifunza pamoja nami, na tunajifunza katika sehemu hii tunaendelea kujifunza mpinga Kristo. Sasa hapa tuweke moja kwa moja kabisa, mpinga Kristo anayetokea nje. Nimeeleza sehemu iliyotangulia kwamba mpinga Kristo mkubwa kabisa, hatari kabisa, yuko ndani ya kile kinachoitwa mwili wa Kristo, kwa sababu huyu anampinga Kristo kimfumo, na yaani huwezi kujua ni mfumo limekaa kumpinga Kristo, ni taratibu zimekaa kumwondoa Roho Mtakatifu, kumzimisha kabisa Roho Mtakatifu. Amezimwa. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio custodian wa kanisa. Roho Mtakatifu ndio kiongozi, ndio mbingu hapa duniani, ndio mwendeshaji wa kanisa hapa duniani. Kwa hiyo ukimzima huyo, kinachobakia hapa duniani ni structure tu, ni skeleton tu, ni gofu tu. Mwenyewe hayupo, ufalme haudhihiriki, hamna kificho. Ufalme hauwezi kudhihirika nje ya oda ya mbinguni, nje ya jurisdiction ya mbinguni. Kwa hiyo niongee lugha ya kisheria kidogo hapo. Kwa hiyo jurisdiction ya mbinguni hapa duniani inapata ruksa ya kufanya mambo yake kupitia watu waliokubali, waliounganishwa na mbingu. Kwa hiyo ukiunganishwa na mbingu hapa duniani, unaruhusu jurisdiction ya mbinguni ifanye kazi hapa duniani. Unaziapply zile sheria za mbinguni, zina apply hapa duniani. Sasa kinachoweza kuzuia hizo sheria za mbinguni zisiapply hapa duniani ni wewe. Sasa haziwezi kulazimishiwa. Usiporuhusu mbingu, usipoamini, usipokubaliana na mbingu inavyosema, basi hauwezi kudhihirisha mambo ya Mungu, hauwezi kudhihirisha ufalme wa mbinguni. Maisha ya kila siku ya watu hayatakuwa na Mungu. Watu wataishi, wataenenda, wataingia na kutoka kama vile watu wengine, watapata matokeo ya kawaida ya watu wengine, sio yale matokeo ya viziwi, vipofu, viwete, waliofungwa, mabubu, wenye ukoma kufunguliwa. Watapata matokeo ya utaratibu, kwamba sisi tuna utaratibu wetu. Hatuwezi kumruhusu Roho Mtakatifu akatuongoza zaidi. Hatuwezi kumruhusu Roho Mtakatifu akatuambia jambo jipya. Yale mambo tulionayo sisi yanatutosha, yale mambo yale ya zamani yanatutosha. Kwa hiyo ni hatari zaidi. Mpinga Kristo wa namna hiyo ni hatari zaidi, kwa sababu anajitambulisha kama Mkristo, anajitambulisha kama Kristo, anachukua nafasi ya Kristo. Heri tukamwona akiwa adui kabisa, yule ukimwona mbali unagundua kwamba yule ni mpinga Kristo, kuliko huyu ambaye yuko ndani. Yuko ndani, nimeshawaelezea huko nyuma kidogo, yale mafundisho yaliyoelezea yale sasa ndio chachu ya mpinga Kristo wa ukweli. Hawa wapinga Kristo wa nje tunawaona, tunawajua. Inakuwa ngumu sana kwa wao kuja kupenetrate, kuinfiltrate kanisa, lakini aliyeko ndani huyu anainfiltrate kirahisi tu. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe wale sasa walio nje. Moja kwa moja imeonyesha kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 tutaanzia mstari wa kwanza kuonyesha tu anakotokea. Anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikiriyo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu Kristo, Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja, na sasa imekwisha kuwako duniani. Kwa sasa hivi roho ya mpinga Kristo tayari iko duniani.
ni wale ambao wanasema kwamba Yesu Kristo hakuja duniani, Yesu Kristo hayuko hai, labda niseme, maana hilo tunachoamini. Yaani ukisema wewe ni umeokoka, maana yake unaamini ya kwamba Yesu Kristo yuko hai sasa hivi. Kwa hiyo kama Yesu Kristo yuko hai sasa hivi, yale mambo ambayo Yesu Kristo tumeona akiyafanya kwenye Biblia yanaweza kufanyika sasa hivi. Hiyo ni moja, nimeshaielezea sana. Kwa hiyo watu wengi wanapiga kwamba hayo yalishapitwa na wakati. Siku hizi hakuna ishara, hakuna miujiza, hakuna matendo makuu, hakuna, kwa sababu vilipita hivyo na wale mitume, vilikwisha kupita, havitokei tena. Lakini kuna wale wanaompinga kabisa Kristo wazi wazi. Sasa wanapinga kwamba Bwana, wanaweza kukuambia kabisa kwamba Yesu sio mwana wa Mungu, na wanasema Mungu hazai wala hazaliwi. Okay, inatia huruma, kwa sababu nani anayeamua hayo? Kama Kristo, kama Mungu ameamua hayo, kwa nini unataka kumtetea? Mimi siwezi kumtetea. Yesu kasema kwamba amezaa. Details after details za kwenye Biblia zinaonyesha kwamba Mungu ana watoto. Anasema huyu ni mwanao mpendwa wangu, nimependezwa naye. Kwenye Zaburi ya 2 pale anaongelea wewe ni mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwa nini nishindane? Wanashindana kweli kweli. Wanakuambia kwamba kwanza hiyo Biblia imebadilishwa sana. Siku hizi wako wengi zaidi, wamekaribia zaidi, wapo mpaka kanisani. Kuna mwingine nimemsikia ni maarufu kweli kweli, nafikiri nitamalizana naye hapa hapa. Huyo yeye anasema kwanza Yesu Kristo haji tena, yani hakutakuwa na unyakuo, alikwisha kuja. Lakini cha kushangaza zaidi anasema watakaonyakuliwa, yani ni mtu anachanganya mambo. Anasema hakutakuwa na unyakuo, na pia anaongelea kwamba kutakuwa na unyakuo. Kwa hiyo anasema watakaonyakuliwa ni wale ambao hawamwamini Yesu. Anatoa mfano wa safina. Anasema kwenye safina kina nani waliochukuliwa na maji? Kina nani waliochukuliwa na maji? Si ni wale waliokuwa hawaamini. Kwa hiyo watakaochukuliwa Yesu akija, ambaye hatakuja, yani huyo ndugu kachanganyikiwa kabisa kabisa. Huyo ndugu nilimsikia tena akisema kwamba ukitaka kufanikiwa, yani mtu hawezi kufanikiwa through the Bible, yani Biblia haiwezi kumfanya mtu akafanikiwa. Akaonyesha mifano ya kina Abraham, kina Solomon ni Suleiman, mfano Suleiman ambaye alikuwa ni mtu aliyofanikiwa kuliko watu wote, alikuwa tajiri kuliko watu wote. Nafikiri mpaka sasa ni tajiri namba 1 duniani mpaka sasa, ukiangalia tunavyoenenda na majira tofauti. Kwa hiyo anasema utajiri wake yule bwana Suleimani aliupata kwa kutumia akili zake tu mwenyewe, na maana alifigure out formula ya kuwagandamiza watu wake. Na tena huyo ndugu katoa mfano, anasema kwamba watu wake wenyewe aliwatawala kwa nguvu. Hata mtoto wake alipokuja kuwa anataka kutawala, watu wake wakakataa kutawaliwa. Je, kwa nini hawakukataa kutawaliwa wakati wa Suleimani? Kwa nini? Si wale aliwatawala kwa nguvu, aliwaweka chini ya makatale. Na kumbuka kwamba Suleimani hakutawala tu watu wake, yaani wafalme wote walikuwa wanazunguka, mpaka wafalme wa Misri walikuwa wanapeleka zawadi, mpaka wafalme wa huku, sio Misri tu, mpaka huku Afrika, kwenye ufalme wa Ethiopia kule, yule malkia wa Sheba alipeleka, na mimi niko sahihi, malkia wa Sheba ndio yule malkia wa Kondeki huko Afrika. Walikuwa wanampelekea zawadi, wanatoa kodi kwa Suleiman. Walikuwa wanatoa kodi kwa nini? Yani nini kilichowafanya watoe kodi kwa Suleiman? Ni nguvu zake Suleiman? Kwa kweli kuna mafundisho mengine yamejificha hivi, yani ukifuatilia sana unaona huyo mtu ana makusudi gani kufundisha hivyo anavyofundisha. Ndio huyo ndugu anasema
Kwa hiyo Suleimani alikuwa ni mtu katili, alikuwa ni mtu mwovu. Anasema Abraham naye alikuwa ni mtu mwovu, alipata utajiri wake kwa kutumia njia za kiovu. Anasema lazima utumie elimu, hekima ya dunia kupata utajiri. Huwezi kupata utajiri kwa kutumia hekima iliyopo kwenye Biblia. Na huyo ni mtu ambaye anajiita, ananena kabisa kwa lugha mpya. Hatari iliyoje! Mtu anampinga Yesu, anampinga Mungu, halafu bado anajifanya yuko pamoja na Mungu. Labda hajui, sijui, labda hajui. Ni hatari zaidi. Suleiman alipata utajiri kwa sababu alikubaliwa na Mungu. Alipomwomba Mungu, Mungu akasema nitakupa hekima, lakini na huo utajiri ambao hukuomba nitakupa, utakuwa tajiri kuliko mtu yoyote yule duniani. Mungu ndiye anayetoa kibali. Mungu ndio source ya utajiri, ndio anayewawezesha watu. Kisoma katika Waefeso, kama sikosei, ni sura ya 2, anasema, sura ya 1 anasema ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kuna sehemu nyingine anasema anatukirimia mahitaji yetu kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake. Ni kwa kadri ya utajiri wake, sio kwa kadri ya maombi yetu, sio kwa kadri ya uhitaji wetu. Abraham, kwa nini alibarikiwa? Kwa nini? Nimetaja kitu cha haraka. Kwa nini alifanikiwa Abraham? Alifanikiwa kwa sababu alikubaliwa na Mungu. Mungu alimwambia hakika kukubariki nitakubariki. Abraham alikwenda Misri akapewa zawadi na Farao. Alikwenda kwa mfalme mwingine akapewa zawadi. Acha zawadi hizo, Abraham alikuwa na Mungu, alikuwa na Mungu. Yusufu, hebu jaribu kufuatilia kidogo Biblia uone jinsi ambavyo Mungu anahusika na watu kufanikiwa na uzi. Yaani haiwezekani ukafanikiwa nje ya Mungu. Unaniambiaje kwamba inawezekana? Okay, inawezekana ukapata magari, majumba na nini kwa shetani, si ndio? Lakini mwisho wake ni nini? Sio mafanikio. Mafanikio manake ni hatimaye unakuwa na uwepo wa Mungu, unakaa na Mungu, na hata ukimaliza maisha yako hapa duniani uko na Mungu, uko mbinguni, uko na Mungu wakati wote. Haya ndio mafanikio, sio majumba, magari, vitu vya hapa duniani. Hivyo sio mafanikio. Ninanyongeza, naamini labda kwa dakika moja nitaweza kumaliza. Kuna mtu mwingine naye anapotosha, anasema kwamba haamini kama mwanadamu anazaliwa akiwa katika hali ya dhambi, yani akiwa na asili ya dhambi. Amepataje? Ni profesa wa ndugu na alikuwa anahubiri Hong Kong. Anasema alipataje huyo ufahamu? Alipataje ufahamu huo? Ni Mkanada. Kwa hiyo amerudi Canada, akawa anajifunza, akamwangalia mtoto wake aliyezaliwa, akamuona mtoto mbona mzuri sana, yani yuko very innocent. Hivi inawezekana mtoto mzuri namna hiyo akawa alizaliwa na dhambi? Hapana. Huyu bwana atakuwa alizaliwa safi kabisa. Tena kaunganisha na ile Zaburi ya 139 inasema umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Haiwezekani huyu alikuwa akawa na asili ya dhambi, ila akifika hapa duniani, akishazaliwa akafika hapa duniani, ndio anachagua kufanya dhambi. Kwa hiyo kwa kufanya kwake dhambi ndo anakuwa mdhambi. Kwa hiyo kama hiyo ni kweli, maanake wanadamu wana uwezo wa kugeuza mambo, wanaweza kufanya sarakasi wakageuza. Kama kuna mtu anaweza kuamua kufanya dhambi, mtu pia anaweza kuamua kutokufanya dhambi. Dhambi hauamui kuifanya, unafanya dhambi kwa sababu wewe una asili ya dhambi. Ukiamua kufanya dhambi, maana yake wewe una asili ya dhambi. Kwa upande mwingine, huwezi kuamua kuwa mtu mwema. Yaani ukaamua kwamba mimi leo naacha dhambi zote. Ulikuwa mzinzi, mlevi, ulikuwa mteja wa madawa ya kulevya, kusema naamua kuacha. Huwezi. Lazima asili yako ibadilishwe, ndipo unaweza kushinda dhambi. Kwa hiyo ni upotofu tu wa watu wanaokengeuka na mengi mengine
ambayo yamekwisha kutokea sasa. Watu wanaoa, mchungaji anaoa wake wawili, watatu, wanne, anaenda kwenye Biblia kusema kwamba hii Biblia imebadilishwa sana. Unaona, imebadilishwa sana. Kwa hiyo mbona kina Abraham walioa wake wengi tu? Abraham alioa wake wengi. Abraham alioa wake wengi. Wepi sasa? Abraham alimuoa Sara tu. Sara alipofariki ndo akaoa mke mwingine, akazaa na mke mwingine. Kina Daudi mbona alikuwa na wanawake wengi? Basi tuongelee Suleiman. Suleiman alikuwa na wanawake 1000. Matokeo yake yalikuwa ni nini? Mungu alimpa wale wanawake. Ngoja tuendelee sehemu inayofuata.